walikusanyika pamoja ili kutafuta msaada kutoka kwa Bwana, wakaja kutoka kila mji wa Yuda ili kumtafuta. Kisha Yehoshafati akasimama katika kusanyiko la Yuda na Yerusalemu katika hekalu la Bwana mbele ya ua mpya, akasema. Hapa ni maombi sasa ya Yehoshafati huyo. Anasema, Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe ndiwe uliye Mungu mbinguni? Sikiliza sifa hizo. Sikiliza, wanaita content za maombi. Yaani sikiliza vitu vilivyoko huko kwenye maombi. Kwanza sikiliza anavyoanza kumtambulisha Mungu. Haleluya. Anaisha asifiwe sana. Wewe unaitega Baba Mungu wa mbinguni, nisaidie. Sikiliza anavyoanza maombi huyu mtumishi wa Bwana. Anasema, Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe ndiwe uliye Mungu mbinguni? Si wewe ndiwe utawalaye juu ya falme zote za mataifa? Uweza na nguvu viko mikononi mwako, wala hakuna yeyote awezaye kushindana na wewe. Hivi kweli Mungu hapa atakaa chini ya kweli, watumishi wa Bwana? Tazama mtumishi wa Mungu anavyomtambulisha kwenye maombi. Yaani hapa hajaanza kutaja shida yake. Tatizo lako unaanza kutaja shida zako. Huyu anaanza kumtambulisha namna Mungu alivyo. Pigie makofi kwanza kwa mtumishi wa Mungu kwa kweli. Na ndio maana ninatamani tunapokuwa tunasifu wakuu kwenye kumtaja Mungu alivyo, huwa kaaji, Mungu huwa anajisikia vizuri zaidi. Jamaa anaendelea, anasema mstari wa ule wa ngapi? Mstari ule wa 7 anasema, je, si wewe Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Wameishi ndani yake na humo wakajenga mahali patakatifu kwa ajili ya jina lako, wakisema, kama maafa yakitujia, ikiwa ni upanga, hukumu, tauni, njaa, tutasimama mbele zako, mbele ya hekalu hili ambalo limeitwa kwa jina lako, na kukulilia katika shida yetu, nawe utatusikia na kutuokoa. Unaona, mpaka anakopi na mambo ambayo Mungu aliwahi kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Niulize swali, hapa shida ameshaielezea? Ameshaelezea shida? Bado kabisa. Bado anaendelea kumtambulisha Mungu alivyo. Anaendelea kutambulisha nguvu za Mungu alivyo. Ninakupa kodi za maombi yako. Haleluya. Unapoingia kwenye maombi, sharti la kwanza, taja sifa za Mungu alivyo. Taja Mungu alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotaja Mungu alivyo, kuna namna ni kama Mungu unamtekeleza kufanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Unamtekeleza kufanya kitu. Mungu asema, mwanangu huyu akikupa, anajua nilivyo, anajua nguvu zangu, anajua uwezo wangu. Mfalme anajua siri ya maombi. Ameingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Anaingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba, lakini anachokitafuta hapa hajataja shida yake kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikiliza mstari unaofuata, mstari wa 10. Lakini sasa hawa watu kutoka Amoni, unaona, ndipo sasa anaanza kumwelezea shida iliyotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, ninaendelea kusoma, ngoja niruke niendelee kusoma mstari ule wa 13. Anasema, watu wote wa Yuda pamoja na wake zao, watoto na wadogo wao wakasimama pale mbele za Bwana. Ndipo Roho wa Bwana akaja juu ya mtu mmoja, jina lake Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yaeli mwana wa Matani Mlawi kutoka Asafu. Alipokuwa amesimama katika kusanyiko, akasema, sikilizeni enyi Yuda wote, nanyi nyote mkaao Yerusalemu, nawe mfalme Yehoshafati, hili ndilo Bwana asemalo kwenu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya jeshi hili kubwa, kwa maana vita si vyenu bali ni vya Mungu. Haleluya. Vita si vyenu bali ni vya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huko sitaki kuendelea na hizi kusoma baadaye.
Kichwa changu cha somo kinaelezea habari ya kwa nini tunaomba. Kwa nini tunaomba? Bwana Yesu asifiwe sana. Uko hapo, tuko pamoja watumishi wa Bwana. Kwa nini tunaomba? Mara nyingi wanajiuliza, kwa nini Mungu aliweka tuombe? Kwa nini Mungu asukume watu kuomba? Na ukisoma Biblia toka mwanzo unaona kabisa hakuna mahali aliwahi kunyamaza watu walipoomba. Hakuna mahali ambapo Mungu aliweza kunyamaza watu walipoweza kuomba. Na ndio maana katika Biblia unasikia ombeni, 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 ombeni nanyi mtapewa. Mara pengine anasema, akawaambia mfano huu kwamba waombe bila kukata tamaa. Maana yake ni nini? Kuomba mpaka ikafika wakati anawaambia mpaka mitume wake, anasema mbona mkuomba hata saa moja? Maana yake ni nini? Kumbe kuna namna walipaswa waombe. Anasema ombeni msije mkaingia katika majaribu. Kumbe kuna majaribu mengine. Yaani mimi nilikuwa najiuliza, kwa nini Yesu asingewaombea? Kwa nini Yesu asingewaombea ili wasiingie katika majaribu? Kwa nini awaambie ombeni msije mkaingia katika majaribu? Kuna nyakati nyingine wewe mwenyewe ndio unapaswa uombe ili usiingie majaribu. Yaani maana yake wewe mwenyewe ndio unahitajika kuomba. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba unisikilize. Kwa nini tunaomba? Kabla sijasema nini, maandiko tuliyoyasoma hapa kwenye kitabu hiki yanaonyesha mataifa matatu yalikusanyika kulipiga taifa la Mungu. Mataifa mangapi? Matatu. Yalikusanyika yakakubaliana ya kwamba twende kulipiga taifa la nani? La Mungu. Na hapa ni kweli jeshi lao likawa kitu hiki kimoja, na taarifa zikafika kwa mfalme anaitwa Mfalme Yehoshafati ya kwamba kimenuka, watu wamekusanyika, jeshi limekusanyika kupiga wewe na taifa lako. Ninachotamani tuangalie namna ambavyo Mungu anavyofanya kazi. Huyu mfalme alikuwa na akili. Hebu sema akili. Mfalme alichokiangalia, hakuangalia jeshi lililokuja kwenye ulimwengu wa mwili. Aliona hii vita haijaanzia mwilini. Sio kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanajeshi wanakuja kupigana na Yehoshafati. Yehoshafati anajifanya kama mjinga. Kwa dunia ya sasa hivi wangesema wewe ni mjinga. Jeshi liko pale, alafu wewe unaingia kwenye maombi. Simsimame upigane na wewe. Anakuwa kama mjinga, ila ni ujinga wenye akili za roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema aliposikia habari ya kwamba jeshi limeanza kuzingira nchi yake, maandiko yanasema akaogopa, lakini akaazimu kumtafuta Bwana, manake kuomba, na akatangaza mbiu ya kufunga. Manake huyo ni mtu mwenye akili ya kwamba ninapaswa niingie roho. Hivi vita si vya mwilini, hivi vita ni vya roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuuliza leo, unapopokea habari yoyote, huo unaanzaga na nini? Yehoshafati anatupa darasa hapa. Anapewa taarifa, jeshi liko limekuzingira na wako tayari kupiga. Anachoanza nacho ni nini? Kufunga na kuomba. Wakati mwingine mtoto ameumwa, ya kwanza ni nini? Haro daktari. Haro daktari, au unasikia mmemkimbiza zahanati. Kabla ya kuanza, maana yake ni nini? Yehoshafati amejua ya kwamba jambo lolote linalokuja ninalitafasiri kama ni vita ya rohoni hii. Na ni kweli alishinda kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.
Muulize mwenzako, huo unaanziaga wapi? Unaanziaga rohoni, unaanziaga mwilini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akusaidie uanzie rohoni kwa jina la Yesu. Bwana akusaidie chochote unachokutana nacho usione ni kawaida, uone kabisa hiki ni kwenye ulimwengu wa roho na unapaswa uingie kule rohoni, alafu malizane na kwenye mwili mambo yataitika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanatuambia Yehoshafati alijua ya kwamba ndio imekuja ni vita ya mwilini, lakini haijaanzia mwilini, imeanzia rohoni. Kwa hiyo kwa maana nyingine, na mimi ninapaswa nianzie rohoni. Na rohoni unaingiaje? Kwa kufunga na kuomba. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haki tunaanza kuona. Sasa ninaanza kukupa hapa. Haleluya. Ninaanza kukupa hapa. Ukiangalia mstari wa 3 tuliosoma, anasema akaazidi kufunga na kuomba. Akaazidi kufunga na kuomba, maana yake akaingia kwenye maombi, lakini akatangaza na watu wote wafunge na kuomba. Kwa nini kufunga na kuomba? Maana yake ndio ninataka kueleze hapa sasa. Kwa nini tunaomba? Haleluya. Jambo la kwanza, kwa nini tunaomba? Kama unaandika, andika hivi. Tunajiondoa kwenye kujipigania wenyewe na kuruhusu mbingu ishughulike kwa niaba yetu. Narudia tena. Kwa nini tunaomba? Jambo la kwanza, tunajiondoa kwenye kujipigania wenyewe na kuiruhusu mbingu ishughulike kwa niaba yetu. Tunajiondoa kwenye kujipigania wenyewe. Kumbe kwa nini tunaomba? Kwa nini tuombe? Hapa tunakuwa tunajiondoa kwenye kujipigania wenyewe. Maana yake tunamwambia Mungu, wewe shughulika. Haleluya. Hiyo ndio mimi naweza nikakupa tafasiri ya maombi ni nini. Hiyo ndio tafasiri ya kwanza ya maombi kwa namna nilivyoona. Yehoshafati anajua hivi vita nikivipigana mwilini sitashinda. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ninapaswa niombe. Kwa hiyo kwa maana nyingine, njia pekee ya kumruhusu Mungu afanye kazi ni njia ya kufunga na kuomba. Kumbe ninapofunga na ninapoomba, maana yake ninakuwa ninamwambia Mungu, naomba nisikilize vizuri. Ninakuwa ninamwambia Mungu, mimi mwenyewe najiondoa, ila niko nyuma yako, naomba unipiganie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ninajiondoa kujipigania mwenyewe. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba ninakuwa ninaondoka kutoka kwenye mwili, ninahamia kwenye ulimwengu wa roho. Ninaposema Baba katika jina la Yesu, maana yake ninatoka kwenye mwili, maana yake naingia kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kawaida maandiko yanatuambia hivi kwamba vita vyetu sio vya nini, vya damu na nyama. Umeelewa hiyo? Maana